Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Kalela Online TV kutoka hapa Masasi. Kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kumezuka mijadala mizito mitandaoni kutokana na kauli za mhubiri Sheikh Ajmal Madani ambazo zimeleta mgawanyiko mkubwa wa kidini na kisiasa duniani kote. Ili kufahamu undani wa mnyukano huu wa hoja na hali ilivyo hivi sasa, taarifa kamili tuungane na Abdussalam. Asante sana Irham. Naam, karibu katika taarifa yetu ya habari. Habari kuu: matamshi ya Sheikh Ajmal Madani yazua mjadala mzito mtandaoni. Masasi, Tanzania. Wakati ulimwengu ukiendelea kufuatilia mabadiliko ya uongozi nchini Iran kufuatia kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, video na machapisho ya mhubiri wa Kiislamu Sheikh Ajmal Madani yamezua taharuki na mijadala mikali kwenye mitandao ya kijamii kote duniani. Katika klipu zinazosambaa kwa kasi mwezi huu wa Aprili mwaka 2026, Sheikh Madani, ambaye anajulikana kwa mwelekeo wake wa kisalafi, amesikika akitoa ukosoaji mkali usio wa kawaida dhidi ya kiongozi huyo wa zamani wa Iran. Kauli iliyozua mshangao mkubwa ni pale mhubiri huyo aliposema, kama Khamenei ataingia peponi, basi mimi nitachagua Jahannam. Muktadha wa tukio. Kauli hizi zimeibuka ikiwa ni takriban mwezi mmoja tangu kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei tarehe 28 Februari mwaka 2026, tukio lililotokea katikati ya machafuko ya vita nchini Iran. Wakati huu pia unaenda sambamba na kuanza kwa uongozi mpya chini ya mwanawe marehemu Mojtaba Khamenei, aliyeteuliwa kuwa kiongozi mkuu mpya. Mgawanyiko na mitazamo. Mijadala hii imegawanyika katika pande kuu mbili. Wanaounga mkono, baadhi ya wafuasi na watu wenye misimamo ya kiitikadi inayofanana na ya Sheikh Madani, wameona kauli hiyo kama kielelezo cha msimamo thabiti wa kidini. Wanaokosoa, kwa upande mwingine, wachambuzi na waumini wengi wameikosoa kauli hiyo wakidai kuwa ni ya kijasiri kupita kiasi na inayoweza kuchochea chuki na mgawanyiko wa kimadhehebu ndani ya jamii ya Kiislamu na kisiasa duniani. Wataalamu wa masuala ya kidiplomasia wanaonya kuwa lugha kama hizi zinazosambaa kwa kasi kwenye majukwaa ya kidijitali zinaweza kuongeza shinikizo na uhasama wa kidini wakati huu ambapo Mashariki ya Kati inapitia kipindi kigumu cha mpito. Ni mimi mtangazaji wako nikiripoti kutoka hapa Kalela Online TV Masasi. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.